Naitwa Bwigane Nathan Mwakalinga, mchungaji katika kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki, nikihudumu katika nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri kuu ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki. Leo nimekuwa hapa Kigamboni kama ziara ya kikazi ya viongozi katika shirika mbalimbali katika kuelezea utekelezaji wa maazimio mbalimbali yaliyoazimiwa na sinodi yetu iliyofanyika mwezi wa kwanza mwaka huu. Yako maazimio mbalimbali ambayo yaliazimiwa na sinodi ambayo sisi tumepewa kuyatekeleza. Kwa hiyo wakati huu, baada ya miezi minne ya kuwepo ofisini, tumeona kama viongozi tuwe na ziara ya kutembea katika shirika ili kutoa taarifa warau kwa ufupi kuhusiana na maendeleo ya utekelezaji wa maazimio hayo, ikiwemo namna ya kushughulika na deni kubwa la NSSF ambalo tunadaiwa, lakini mambo mbalimbali yanayohusu maendeleo ya kanisa kwa ujumla. Kwa leo tumekuwa na ibada hapa Kigamboni, mahali ambapo tumefanya ibada nzuri. Kama mnavyojua, siku ya leo ni ibada ya Pentekoste. Kwa hiyo pamoja na mafundisho kuhusiana na ibada ya Pentekoste, lakini bado tumeona tutoe na maelezo mbalimbali ya utekelezaji wa maazimio ya sinodi. Namshukuru Mungu kwamba mpaka kipindi hiki tumeweza kufanikiwa kuanza kulipa deni la NSSF ambayo sasa imefikia karibu milioni 47,205,000. Tunashukuru sana wa Moravian wote ambao kwa neema ya Mungu wameendelea kutoa sadaka zao kuhakikisha tunashughulikia kulipa deni hili. Haikuwa rahisi kuipata hiyo milioni 47 kwa muda huu wa miezi minne, lakini kwa upendo wa Moravian kwa Mungu wao wameendelea kutoa sadaka hizo, wakiwemo wana Kigamboni ambao nao wanafanya vizuri sana katika utoaji wa sadaka hizo kuhakikisha deni hilo linalipwa. Na wito wangu kwa wa Moravian wote kwamba jambo hili hasa la NSSF tushikamane. Ninavyoamini ni kwamba tukitekeleza vizuri jambo lile azimio la kutoa mapato yote ya wiki ya tatu ama Jumapili ya tatu ya kila Jumapili tano katika mwezi ambao na Jumapili tano, Jumapili ya tatu kutoa fedha zote kupeleka kwa ajili ya kushughulikia deni hili. Kama tutalifanya vizuri kwa ufanisi kama tulivyoanza, na zile shilingi 1,000 ambazo tunawaomba waumini wote wa Moravian awe na sadaka ya kuanzia shilingi 1,000 kwa ajili ya kushughulikia deni hili, lakini kwa maendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo niwaombe wa Moravian wote tuendelee kulitekeleza hilo. Njoo kwenye ibada ukiwa na angalau kuanzia shilingi 1,000 kwa ajili ya maendeleo ya jimbo ambayo kwa sasa hivi zote tunaelekeza kwenye kulipa deni la NSSF. Ninawaomba sana, na ndio wito wangu kwamba tukishughulika nalo hili, tukitoa kwa uaminifu kwa waumini kwa idadi iliyopo ya wa Moravian ambao tunakaribia 20,000, kama tutatoa kwa uaminifu ndani ya mwaka huu, tuna uhakika wa kumaliza deni la NSSF. Kwa niombe shirika ambazo bado hazijatengeneza kadi kwa ajili ya kutolea sadaka ile ya shilingi 1,000 kwa kila Mkristo kuanzia 1,000 kila Jumapili. Ni wito wangu kwa shirika hizo, muanze kutengeneza hizo kadi, sadaka hiyo ianze kupokelewa ili kuhakikisha tunamaliza deni hili kwa haraka. Tunahamishia sadaka hizi kwenye maendeleo mengine, ikiwemo uwezekaji wa jengo la zahanati, uanzishwaji wa Rehema TV na maendeleo mbalimbali yanayolihusu jimbo letu. Wito wangu mwingine kwa wa Moravian wa jimbo la Mashariki, ninawaomba sana tuendelee kupendana, tuendelee kushikamana, wachungaji kwa waumini. Sisi sote tumeitwa ndani ya kanisa hili ili tumtumikie Mungu. Kila mmoja ni wa thamani ndani ya hili kanisa. Wito wetu mkuu ama slogan ambayo nimepewa sasa kuzungumza kwa miaka hii minne ni kwamba mtu kwanza, ibada nzuri, na hatimaye sadaka. Narudia tena, wito mkuu ama slogan ambayo tumepewa, mtu kwanza, ibada nzuri, na baadaye sadaka.
Niombe uwe ndio wimbo mzuri, kila mtu athaminiwe. Thamani ya mtu ni ya maana sana kuthaminiwa anapokuja kwenye ibada, anapokuja kwenye vipindi vya idara, anapofanya chochote katika kanisa. Thamani ya mtu iwe ndio kipaumbele chetu, lakini pia ibada nzuri zilizojaa uchaji na maombi na maombezi, mahubiri yaliyoandaliwa vizuri. Kila mtumishi ambaye anajua yuko zamu kwa ajili ya kusimama madhabahuni awe na muda mzuri wa maandalizi ya mahubiri kwa kutulia chini ya uwepo wa Mungu, ili apewe neema ya kuweza kuzungumza neno la Mungu kwa uzuri, kuhakikisha watu wanapokuja kwenye ibada wanapata nafasi ya kumwabudu Mungu vizuri, na ndipo baadaye tuzungumze habari za sadaka, maana hilo ni jambo la baadaye, baada ya watu kuthaminiwa, ibada nzuri, na baadaye ndio kutoa sadaka. Huo ni wito wangu mkuu katika kipindi hiki: mtu kwanza, ibada nzuri, na hatimaye sadaka. Sisi kama jimbo na viongozi wa jimbo, matarajio yetu ni kuliona kanisa linaendelea kustawi katika nyanja zote. Yaani kanisa linastawi kiroho, kanisa linastawi kiuchumi, kanisa linastawi hata katika jamii, katika kuihudumia jamii, kiroho, kiuchumi na katika kuhudumia jamii. Na ndio maana hapa nimezungumza ibada nzuri ni kuhudumia watu katika jamii kwa ibada nzuri, lakini amesema kuhudumia watu kijamii, ndio tunazungumzia habari za Rehema TV pamoja na ujenzi wa zahanati. Hii tunataka tuguse pia afya za waumini. Hayo ndio matarajio yetu kwa miaka hii ambayo tumepewa kama viongozi kwa sasa.